Oya mwanangu hapo nazingua. So he or she get move or sleep. So this is our model design. Our model design consists of three systems. One is electrical system, the second one is electrical system, the third one is mechanical transmission. So we start with the electrical system. The function of the electrical system is to actuate this hydraulic system to work effectively. So in hydraulic system, we have hydraulic system components. So we start to describe one after another. In hydraulic, in order for hydraulic to work, there should be a prime. A prime is anything which used to rotate a pump or anything that are used to actuate this reservoir to pressurize fluid. So we start by seeing up. Here we have a motor. Motor is mounted with this pump. The function of pump is to create pressure inside this reservoir tank. This reservoir tank is used to supply fluid in all over the power, precision, possibility. This is Binance. Trade, earn, and grow on the world's leading crypto platform. Install the Binance app today and use referral code 386 to unlock your welcome bonus. So here we use this double acting cylinder because we want it left and right. So we use Oya mwanangu hapo nazingua. Well, this kind of paper we use in hospital. yes. Sogea kwa huko kidogo. Performance. Performance. So Hey, hello ndugu Mtanzania. Hope umeona ubunifu huu wa kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, maarufu kwa MUST. Huu ni ubunifu ambao ni mzuri sana. Nimeileta hii video. Lengo kubwa ni kwamba Afrika pamoja na viongozi wetu wa serikali, hata sisi wenyewe wadau mbalimbali, huu ubunifu wa kwetu sisi wenyewe tuupe kipaumbele. Hata wenzetu ambao tunawaabudu weupe, na wenyewe walianza hivi, walikuwa ni watu ambao na wenyewe ni wa kawaida. Tujitahidi sana kuwapa kipaumbele wabunifu wetu. Manake ukiangalia hata mashirika ya kimataifa yako bize sana kusaidia kwenye mambo ya entertainment, mambo ya burudani, kama vile muziki, maigizo. Hivi vyombo vya nje ndio viko bize sana kufadhili hata hela kwa ajili ya entertainment. Kwa hiyo mimi nataka kusema kitu kimoja, bara la Afrika sio la watu la entertainment tu, kwamba sisi kimataifa basi tujulikane tu kwa ajili ya kiburudisho kwenye engo za kimataifa, kwamba watu weusi basi tuwe ndo kama kiburudisho tu kwa ajili ya kuentertain watu fulani. Hapana, mimi ninachoomba sasa hivi
viongozi wa serikali, hata mtu yote ambao unaipitia hii video, umejaribu kuipitia, hebu tuamke Waafrika. Waafrika tunaweza, sawa? Tuupe muda zaidi, au huu ubunifu wa watu wetu ambao ni Waafrika halisi wenyewe. Tusiwe na wivu nao, niseme tu kweli. Tusiwe na wivu, tuwabebe hawa watu ambao ni wabunifu, ndugu mtazamaji. Sawa, tujitahidi sana kuwabeba ili bara letu la Afrika liendelee. Yani tuupe ubunifu ubunifu kwenye, tuwe na platform kama ilivyo muziki. Yani watu tuko bize tu muziki, mipira, ndo tuko bize sana kwenye vitu vya msingi kama hivi ambavyo vinaweza vikaongeza hata uchumi wa nchi zetu za Kiafrika. Tunavichukulia vitu vya kawaida sana. Hebu tujitahidi, tuhakikishe kabisa pesa nyingi tunamwaga mazingira kama haya ya entertainment, mazingira kama haya ya ubunifu zaidi. Sio kwamba tuwe bize tu kwenye muziki, mipira. Tujaribu kuwapa wabunifu. Sisi Waafrika tunaweza jamani, tuna uwezo mkubwa sana, ila ni ile hali tu hatutaki kupeana ile nini company. Tupeane company, hasa viongozi wa serikali. Kuweni makini na watu wenu, wabunifu wenu. Tumieni hizo hela, pangeni bajeti moja kwa moja. Panga bajeti moja kwa moja ya uhalisia, sio kwenye maonesho tu ya Sabasaba, sijui umepeleka wapi 88, unaonesha tu vinaishia kwenye maonesho. Hakikisha hela inapangwa kiuhalisia, ili hiki kitu kiwe ni lazima, sio ombi. Niseme tu kweli, hiki kitu kwa viongozi wote wa serikali, hiki kitu kiwe lazima, sio ombi. Uchumi wa nchi husika unaanzia kwa watu wabunifu kama hawa. Tusipende sana kujiweka kama ni watu fulani ni wa kutumia tu product za wenzetu. Tuwainua hata wenzetu, kama sio mtoto wa mjomba wako, wa shangazi yako, binamu yako ama mdogo wako. Tumia tu, wape nguvu kwa sababu wewe tayari uko kwenye mamlaka ya serikali. Tumia mamlaka yako ya serikali kuhakikisha wabunifu wote ambao tunawaona wanainuliwa. Iweke budget ya uhalisia. Hiyo ni lazima, sio ombi. Hapa siwezi nikasema ni ombi, kwa sababu wajibu wa watu wa serikali lazima uoneshe wajibikaji kwa watu wako. Tengeneze uwajibikaji. Hiyo ni lazima. Baada ya kuona hii video, kwa watu wa serikali iwe ni lazima, wala sioni. Nikisema naomba ni makosa tunaposema tunaomba. Hii ni lazima. Lazima watu wa serikali muwe makini kuwainua watu wenu wabunifu kama hawa hapa kwa ajili ya uchumi. Uchumi wa nchi unaanzia kwa watu wako wewe binafsi, wako ndani. Usifikiri kwamba utaanzia nje. Tuwainua wabunifu, tutengeneze, ndio hivi nchi inakuwa inakwenda vizuri. Tusipende kutafuta mazingira mpaka umtafute ndugu yako wa karibu ndio umuinue. Nchi haiwezi kaenda hivyo. Lazima tuhakikishe kwamba hawa watu tunafanyaje, tunawainua, tunawatafuta na tunaweka budget ya kimkakati, yani budget ya uhalisia ya lazima, sio ombi. Asante, nikutakie siku njema. Here we have a motor. Motor is mounted with this pump. The function of pump is to create pressure inside this reservoir tank. This reservoir tank is used to supply fluid in all over the